Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Bwana kwa siku hii ya leo. Nashukuru Mungu kwa kila mmoja wetu. Nashukuru Mungu kwa maana Bwana ametupatia hii nafasi ya kuweza kuwa katika uwepo wake asubuhi ya leo, tukaweze kujengwa na kuimarishwa na yeye katika jina la Yesu. Naomba nyosha mkono wako kwa Bwana, mwambie Bwana nena nami. Maana umekuja hapo ukamsikie Mungu akinena na wewe. Kwa sababu yeye ndiye anayo maneno ya uzima yawezayo kukusaidia. Yeye ndiye awezaye kukuelekeza asubuhi ya leo. Kwa maana moyo wako unapokuwa na huo utayari wa kumsikia Bwana, Bwana anaponena utaisikia sauti yake, maneno yake yatakuwa nguvu kwako, neno lake litakuwa ushindi kwako, neno lake litakuimarisha, litakuelekeza ili ukapate kutembea katika njia impendezayo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana tunakushukuru, tunakubariki. Pokea heshima Bwana, pokea utukufu Mungu wetu. Umekuwa Mungu mwema katika maisha yetu mfalme. Umekuwa tumaini la wokovu wetu. Bwana tunakupenda asubuhi ya leo. Bwana tunakubariki kwa sababu wewe ni Mungu utupendaye. Tunakupa sifa na heshima Bwana, kwa maana umetukusanya siku ya leo. Umetukusanya mahali hapa kwa kusudi lako. Bwana tuko chini ya uwepo wako asubuhi ya leo. Tuko chini ya miguu yako Bwana. Tunahitaji mfalme kuinuliwa nawe asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Wacha Roho wako mwema awezaye kutusaidia kuyaelewa makusudi yako katika maisha yetu, kuyaelewa malengo yako hata kwa siku ya leo, kutuleta katika ibada hii. Tunaamini ya kwamba Bwana umetuleta ukiwa na kusudi nasi mfalme. Wacha kusudi lako likatimie katika maisha kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Achilia neema ya kuelewa katika jina la Yesu. Achilia neema ya kusikia katika jina la Yesu. Wacha sikio letu la ndani likafunguliwe na Bwana, ndiposa tukasikie unachopenda kutufunza asubuhi ya leo. Sikio letu la ndani likafunguliwe na Bwana, tukapate kuelewa. Ufahamu wetu ukatiwe nuru kwa uweza wa neno lako, ndiposa yale ambayo Bwana umekusudia kwetu siku ya leo yasipite mtu katika jina la Yesu. Yeyote ameingia kwa ibada hii asipitwe na neema hii katika jina la Yesu. Maana Roho wako mwema yuko pamoja nasi, aliye mwalimu mwema, aliye mshauri wa ajabu, awezaye kunena nasi kwa sauti ambayo tunaielewa, akanene ndani yetu katika jina la Yesu. Bwana tuko mahali hapa mchana wa leo. Asante Bwana, kwa maana wewe unapenda kukitumia kinywa cha mwanadamu kuyaleta maneno yako mfalme. Wacha Bwana kinywa changu leo kikatumiwe na wewe, kikawe kinywa chako Bwana, ili tukapate kuyajua ulioyakusudia kwetu katika jina la Yesu Kristo. Tumeajiachilia kwako ewe Mungu. Wacha Roho wako akawe katikati yetu, awezaye kutusaidia kuyasikia na kuelewa. Kwa maana unasema heri ni yule asikiaye na kuelewa. Kwa maana kunao wengine watasikia lakini hawataelewa. Lakini siku ya leo Bwana, neema hiyo unaiachilia kwetu ili tuwe kati ya wale wanaosikia na kuelewa, ili makusudi yako yatimizwe katika maisha yetu. Asante Bwana, tutakupa sifa na heshima, tutakupa na sadaka ya makofi, maana wewe ni Mungu wetu. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele kwa Bwana Mungu wetu ambaye ana makusudi mema juu ya maisha yako. Pigia Bwana Yesu makofi ya hapa juu. Haleluya. Amen. Salimia watu watatu, waambie karibu kwa ibada hii. Mwingine mwambie umefanya vizuri kuwa hapa. Amen. Uko hapa kwa kusudi la Mungu. Amen. Hauko hapa kwa mazoea yako ya kufika. Leo uko hapa kwa kusudi jema la Mungu. Amen, 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 amen. Amen. Basi karibu kiti katika hiyo neema ya ajabu ambayo iko katikati yetu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Bwana kwa neema hii. Ninamshukuru Bwana kwa wokovu ambao amenipa na ameendelea kudumisha wokovu huo ndani yangu. Nimeokoka hata asubuhi hii.
Bwana Yesu asifiwe sana. Nampenda Yesu sana kwa kuniokoa na kunidumisha katika huo wokovu wake. Amen. Najua ya kwamba Bwana ameniokoa kwa makusudi mazuri na kunitunza hata kwa wakati huu kwa kusudi lake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nami sina budi kumshukuru na kumtukuza yeye na kumheshimu kwa hiyo neema ambayo ameendelea kuiachilia katika maisha yetu na katika maisha yangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa neema yake, si kwa nguvu wala kwa uweza, ni kwa Roho wake Mtakatifu na kwa neema ambayo anaiachilia siku baada ya siku katika maisha yetu, ili tukaendelee kumpenda na kumtumikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi nataka tuingie katika neno la Bwana. Kunalo neno ambalo Bwana ameendelea kulihimiza ndani ya moyo wangu kwa muda wa kutosha tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno ambalo Bwana ameendelea kulihimiza ndani yangu kwa muda wa kutosha. Na hata siku ya leo akasema Bwana taendelea kunisaidia, kwa maana unapoliachilia neno hili ama kulihimiza ndani ya moyo wangu, unalihimiza kwa makusudi mazuri. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapohimiza neno ndani ya mioyo yetu, analihimiza kwa makusudi yake, na kunayo malengo ambayo Bwana ametaka tukayafikie kupitia somo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Majuma kadhaa yaliyopita Bwana alikuwa ametia neno lake ndani yangu ambalo tunalizungumzia kuhusu utumishi. Na ibada ile ya mwisho ambayo tulishiriki nanyi katika ibada hii, Bwana akalifunua neno hilo, akatuonyesha ama akazungumza nasi akitujilisha kwamba utumishi si utumishi tu, lakini utumishi ule ugusao moyo wa Mungu. Ndio Mungu anaweza kujidhihirisha kwa mtumishi kama huyo na kuleta majibu ama kuleta faida, kuzifunua faida za utumishi kupitia utumishi unaogusa moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu wetu tukajua ya kwamba ama tukaona ya kwamba Mungu kusudi lake kutuokoa, alituokoa akatutoa katika nyumba ya utumwa, katika dhambi. Kusudi lake kubwa ni kwamba tuingie katika ufalme wake na tumtumikie. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio tukaona ya kwamba hata utumishi ni ibada. Amen. Utumishi wetu kwa Mungu ni ibada yetu kwa Mungu. Na Mungu anamfurahia mwanadamu ama muaminio ambaye huja mbele za Mungu akiwa anamwabudu Bwana na kumtumikia kwa nguvu zake na kwa moyo wake wote. Mungu anafurahia mtu anayeleta ibada yake kwa Bwana kwa njia ya utumishi wake kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Na pia leo Roho Mtakatifu anaendelea kutufafanulia uzuri wa utumishi ambao Bwana anataka uonekane kwetu. Na leo tutaona moyo wa utumishi na faida ya utumishi. Amen. Bwana asifiwe. Leo tutazungumzia moyo wa utumishi na faida za utumishi. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa maana katika utumishi ama moyo huo unapokaa ndani ya mtu humsukuma katika kutumika. Ndiposa Bwana anapokusukuma katika kutumika, maana huo moyo wa utumishi uko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaona kizuizi. Amen. Moyo huo wa utumishi unapokaa ndani ya mwanadamu ama muaminio, moyo huo
Kwa mtu mwenye moyo huo, siku zote moyo huo huonyesha njia ya kufanya jambo, ndiposa hataona kizuizi, kwa sababu moyo huo fungua macho yake akapata kuona kinachohitajika kufanyika kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo moyo wa utumishi unapokaa ndani ya wanadamu ama ya mwaminio, moyo huo hukusukuma kutumika, katika kutumika. Na unapotumika katika maisha yako siku baada ya siku, hautaona kizuizi kinachokuzuia kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni moyo unaotoka kwa Mungu, ama ni roho inayotokana na Mungu. Ni inapokaa ama inapoingia ndani ya mwanadamu, hiyo roho hufungua njia, hukuonyesha kitu cha kufanya ili ukapate kukamilisha hiyo jambo ambalo Bwana amekujulisha kulifanyia kazi. Kwa hivyo hutaona kizuizi. Amen. Hatazuiliwa katika hali ngumu iwa yoyote. Amen. Roho hiyo inapokaa ndani ya mtu huyu, hataona kizuizi wala hataona chochote kinachoweza kumuonyesha kwamba hawezi kufanya jambo, kwa maana inamuonyesha kitu cha kufanya, wala kizuizi hakitamzuia kufanya utumishi kwa ajili ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tusome kitabu cha Ruth mlango wa 2. Katika somo hilo ama katika maandiko hayo yatatuonyesha ya kwamba roho ya utumishi inapokaa ndani ya mtu, ya mwanadamu, hazuiliwi na hali ya maisha, hazuiliwi na mazingira mabaya ama magumu, kwa maana roho hiyo humuonyesha njia ya kufanya utumishi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba Pastor Gideon, naona kuna microphone karibu, atatusaidia kusoma kwa jina la Yesu, na Bwana atatusaidia. Ruth mlango wa 2, tunasoma kuanzia mstari wa 1, tutasoma hadi mstari wa 6, alafu tutaendelea baadaye kutoka hapo, na Bwana atatubariki. Bwana atatusaidia zaidi leo. Ruth mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1. Basi huyo Naomi alikuwa na ndugu ya mumewe, mtu mkuu mwenye mali, na jamaa yake Elimeleki, na jina lake aliitwa Boazi. Naye Ruthu Moabu akamwambia Naomi, sasa niende kondeni nikaokote masazo ya masuke nyuma yake yule ambaye nitaona kibali machoni pake. Akamwambia, haya mwanangu, nenda. Basi akaenda, akaja akaokota masazo kondeni nyuma ya wavunaji. Na bahati yake ikamtukia kwamba akaifika sehemu ya shamba iliyokuwa mali yake huyo Boazi, ambaye alikuwa wa jamaa yake Elimeleki. Na tazama, Boazi akaja kutoka Bethlehemu, akawaamkia wavunaji. Akasema, Bwana akae nanyi. Nao wakamwitikia, Bwana na akubariki. Kisha Boazi akamuuliza mtumishi aliyewasimamia wavunaji, na huyu je, ni msichana wa nani? Yule msimamizi aliyewasimamia wavunaji akajibu akasema, ni yule msichana Moabu aliyerudi pamoja na Naomi kutoka nchi ya Moabu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaposoma maandiko haya, kuna kitu ambacho nilipokuwa nikisoma maandiko haya kilifunuliwa ndani ya moyo wangu kwa njia ya tofauti kuliko vile kwa nikisoma kwa muda mrefu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona kitu ambacho kilikuwa ndani ya moyo huyu msichana, si kwamba alikuwa tu ni mjane omba,
mjane ambaye anaishi ugenini, mjane ambaye anaishi na mama mkwe mjane pia. Bwana Yesu asifiwe. Nikaona kitu tofauti ndani ya moyo wa Ruth. Amen. Ya kwamba katika moyo wa Ruth, hata kama alikuwa ni mjane na ni mgeni, lakini moyoni mwake Ruth kulikuwa na moyo wa kutumika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiposa wakati ule ambapo anaambiwa na Naomi walipokuwa wanatoka Moabu kurudi Bethlehem, Naomi akiwaambia wakiwa wawili, Ruth na yule mwanamke mwingine, ya kwamba wanangu, msifuatane nami, mrudi kwa wazazi wenu, kwa maana mimi sasa hivi nimekuwa mtu mzima, na hata kama bado ni mchanga ningeweza kuzaa, nikitaka kuzaa wakati huu sitaweza. Hamtaweza kusubiri mpaka mtoto nitakayemzaa ndipo aje we mtu mzima akuoe ama waoe. Kwa hivyo rudini katika nyumba ya wazazi wenu. Ruth akasemaje? Mama, usiniambie niachane nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu gani alikiona Ruth kwa huyu mama? Amina. Kwanza alitambua kuna kitu ambacho alikihitaji Ruth kwa maisha ya Naomi, na aliona hicho hawezi kukipata kwa wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho ni kitu cha kiungu ambacho alikitambua kwa maisha ya Naomi, mama mkwe wake mzee mjane, na Ruth naye ni mjane. Bwana Yesu asifiwe. Ya pili, moyo wake ulipenda kumtumikia Ruth. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huo ni moyo wa utumishi ambao ulikuwa ndani ya Ruth. Ingawaje Naomi anamwambia, ondoka, rudi kwa wazazi wao mwanangu, wazazi wako wanangu, mwende mkajitafutie raha tena. Huenda Mungu atawapatia tena wanaume, muishi kwa raha, msifuatane nami. Lakini moyo wa Ruth aligundua vitu viwili. Amen. Moyo wake kwanza kujua ya kwamba huyo Naomi kuna kitu cha kiungu, na kule kwao kuna Mungu ambaye huku kwetu hayuko. Bwana asifiwe. Na kwa maana huku kwa kina Naomi gundua ya kwamba kuna ye Mungu ambaye nikitembea pamoja na mama huyu mzee na mjane, Mungu huyo ambaye ako naye mama huyu, Mungu huyo atakuwa Mungu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kufikiria ya kwamba atakutana na vitu gani, lakini moyo wake ulipenda kumtumikia Naomi. Moyo wake uligundua Mungu aliye pamoja na Naomi, akapenda kumwabudu Mungu wa Naomi, akapenda kumtumikia Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Na maisha yanapoendelea wakaenda, maandiko yanatuonyesha ya kwamba walipofika Bethlehem, Bwana Yesu asifiwe sana, pamoja na mama mkwe wake mzee, Ruth ni mwanamke mjane mchanga, alafu amefuatana na mama mjane mzee ambaye ni mama mkwe wake, si mama yake. Haleluya. Moyo ule wa utumishi ambao ulikuwa ndani ya Ruth ukaendelea kumsukuma, kumhimiza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumsaidia, kumtumikia. Na hapa nimeandika ya kwamba Naomi alifurahia kumtunza Ruth na kumtumikia Ruth. Kabla ya kutumikia Mungu wake, alipenda kumtunza Ruth na kutumikia Mungu wa Naomi. Yani Ruth alipenda kutumikia Naomi na kumtunza Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika Bethlehemu, ni wakati ambapo kuwa ni wakati wa mavuno. Watu wanaenda katika mashamba na kuvuna. Bwana Yesu asifiwe. Ruth akajipatia hiyo nafasi ya kwamba nitaenda nitembee kwa wanaovuna. Na si kwamba atapewa nafasi ya kuvuna, ni kuokota vitu nyuma ya wavunaji. Bwana Yesu asifiwe.
Yani atatembea mwanamke huyu kwa mashamba. Leo apate nafasi katika shamba la mtu fulani, lakini akitoka anaambia mama yake, mama mkwe wake, leo uniombe kibali kwa shamba lile ambalo nitaliangukia leo, nipewe nafasi ya kuokota masazo. Bwana asifiwe. Hapewi nafasi ya kuvuna, maana yeye ni mgeni, na wanaovuna mwenye shamba amewapanga wavunaji wake. Sasa huyu anakuja ni kuokota masazo nyuma ya wavunaji, lakini kwanza sasa ile anatoka anaambia mama yake, uniombee leo nipate kibali, shamba lile nitaingia leo nipate kuokota chakula cha kututosha. Yani katika kuokota kwake ni anatafuta chakula cha kuwatosha yeye na mama yake. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanatuonyesha hapa alipoanza kutembea katika mashamba ya kuokota masazo yaliyosalia kwa miganda ama yale yanayovunwa, akaangukia kwa shamba la Boaz. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaambiwa huyu Boaz alikuwa ni jamaa ya karibu na Elimeleki aliyekuwa baba mkwe wake aliyeaga. Bwana Yesu asifiwe. Unaona vile Mungu hufanya mambo kwa mtumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuangukia mashamba ya kila mtu, akaangukia shamba la mtu mmoja. Maandiko inasema mtu mmoja mkuu katika Bethlehem. Mtu huyo mkuu ni mtu mkuu, tena mtu mwenye mali nyingi. Haleluya. Hata akija katika shamba hilo la Bethlehemu, bila shaka kulikuwa na shamba lingine mahali penginepo, kwa sababu ni mtu mwenye nafasi. Haleluya. Lakini Naomi, Bwana akamuelekeza, ama Mungu akamuelekeza kwa shamba la Boaz. Boaz ni nani? Ni mtu wa jamaa ya akina Elimeleki. Alikuwa baba mkwe wake, aliyekuwa bwana ya mama yake mkwe Naomi. Sasa kumbe ameingia kuokota shamba ambalo lile mtu wa jamaa ya karibu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alivyo mzuri jameni. Wakati huo Ruthi ameingia kwa shamba akiokota, Boazi akatoka mahali kule Bethlehem kwa town, akatembea shambani kuja kuangalia wavunaji wake. Haleluya. Haleluya. Anafika kwa wavunaji, akawaona wamevuna vizuri, lakini kuna mtu mwingine ambaye hamjui. Anauliza msimamizi wake wa wavunaji, na msichana yule ni nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa maana Ruth alikuja katika nuru, hakuingia tu kwa shamba akaanza kurokota. Aliongea na huyo kiongozi, msimamizi ya wavunaji, akamuuliza, tafadhali si unipe ruhusa leo niokote huko nyuma, mkiendelea kuvuna mimi niokote tu huko nyuma. Akampa ruhusa. Kwa hivyo alimjua yule mtumishi ama yule msimamizi wa wavunaji, anamjibu Boazi. Bwana Yesu asifiwe. Maana Boazi anauliza, na msichana yule ni nani? Maana yule simjui, ametoka wapi? Yule ni nani? Msimamizi akajibu anasema, msichana yule ni yule aliyerudi na Naomi kutoka huko nchi ya Moabi. Amekuja na Naomi na ametuomba ya kwamba aokote masalio huko nyuma ya kuvuna kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema nini leo? Ukiwa na roho ya utumishi, kuna roho ya kibali ambayo itakuwa juu yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kibali cha Bwana kinapokuwa juu ya mtumishi kama huyo, harandirandi mahali popote. Bwana anamuelekeza mahali pasawa katika utumishi wake. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana Yesu. Hebu tusome hapo mbele tuangalie. Bwana asifiwe. Sasa hapa
Boazi anauliza, anajibiwa, na yule mtumishi anamwambia ni yule mwanamke ama msichana aliyerudi na Naomi kutoka huko kwa Moabi. Na huyo ni Moabi, huyo mwanamke ni Moabi huyo. Na ametuuliza ya kwamba tumpe ruhusa okote, na ameokota. Tusikilize kile Boazi anasema kumhusu Ruth, mgeni, mjane, lakini kuna roho ya utumishi ndani yake. Tusome kuanzia mstari wa 8. Tuangalie majibu ya Boazi kwa Ruth. Anasema nini? Boazi akamwambia Ruthu, mwanangu, sikiliza, wewe usiende kuokota masazo katika shamba lingine. Wala usiondoke hapa. Lakini ukae hapa karibu na wasichana wangu. Macho yako na yaelekee konde walivunalo. Ufuatane nao. Je, sikuwaagiza vijana wasikuguse? Tena ukiona kiu uende kwenye vyombo, nawe uyanywe walioyateka hao vijana. Haya. Bwana Yesu asifiwe. Sema kibali. Kinaambatana na nani? Na utumishi, na mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hicho ni kibali ambacho kimetembea na nani? Na huyu msichana mjane, mgeni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa maana ndani yake kuna roho ya utumishi, Bwana ameachilia kibali kwa maisha ya Naomi. Boazi anamwambia sasa, vile umeingia katika shamba hili mwanangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Usiondoke tena kwa shamba hili. Uendelee kuokota masazo katika shamba hili. Na usikie basi kingine ni kwamba hata usitafute maji. Haleluya. Utakunywa maji katika vyombo vyao hawa walioteka. Utakaa pamoja na hawa wasichana wangu ambao nimewaweka, ni wavunaji wangu maalumu. Wewe utatembea nao na macho yako yataangalia hapa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kibali kimeanza kujitokeza kwa mwanamke mjane mgeni. Haleluya. Sasa hataitwa omba. Amina. Kule kwetu tunasema mjane mgai, msirini. Yani mjane maskini yule wa kuisha. Lakini sasa kwa maana ndani yake kuna roho ya utumishi, leo amepata kibali kwa mtu ambaye anamwambia sasa hautatandaranda kwingine, wewe utakuwa hapa na hawa wasichana wangu hawa. Na maji yao wanayoteka katika vyombo vyao, utakunywa haya maji. Na hawa vijana hawa ninawaamurisha wasikuguse. Yani ulinzi unakuja mara moja. Haleluya. Unakuja kwa sababu gani? Cha hiyo roho ya utumishi ambayo imekaa ndani ya Ruth. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi wewe. Na leo Bwana akusaidie uitamani roho hiyo, utamani moyo huo ambao utakupatia kusukuma kufanya kitu kwa ajili ya Bwana, na hautaogopa mazingira, hautaogopa hali yako, kwa maana roho hiyo inapokuwa ndani yako inakuhimiza, maana inatoka kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo jameni yanaendelea kupatikana kwa msichana mjane mgeni, omba. Lakini sasa kuna badilika kitu, maana amekutana na mtu ambaye hatakubali aitwe mjane omba, maana ameona huyu ni wa ukoo wetu. Huyu ni mjane aliyekuwa mke wa my nephew. Huyu ni mjane ama ni binti yangu, hata randaranda. Bwana Yesu asifiwe. Moyo huo wa utumishi jameni unapoumbika ndani yetu, hatutang'ang'ana katika maisha, kwa sababu Bwana anautazama moyo unaopenda kumtumikia kwa moyo, kutokuogopa, kutokuwa na hofu
hofu na Bwana hata kudharau. Kibali chake kitatembea nawe, uwepo wake Bwana utatembea nawe, na kibali cha Bwana kikiwa juu yako, heshima inakuja mara moja. Hautaitwa mlala hoi, hautaitwa mjane omba omba, maana wewe ni mwana wa ufalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nimeitamani roho hii, nimeutamani moyo huu, nimetamani tabia ya Ruth. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe moyo wa utumishi ukiwa ndani yangu, sitakuwa mjane omba omba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna Boazi atawekwa mahali na Bwana kwa ajili ya mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Boazi atawekwa mbele kwa ajili ya mtumishi. Haleluya. Utapata ulinzi wa kiungu, kwa maana roho ya utumishi inayotoka kwa Mungu inahitaji heshima, na Bwana anaileta kwa yule ambaye ataikubali roho ya utumishi kwa Bwana. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jameni, kamjane kageni kanaonekana bure, kamekuja na mwanamke mjane mwenzake mzee ambaye hata alikataa kuitwa Naomi aliporudi kwao. Anasema msiniite Naomi, maana Naomi maana yake ni kupendeza. Basi mimi napendeza nini saa hii? Sipendezi, niiteni Mara, maana maisha yangu yamefanya machungu. Lakini Bwana anabadilisha hali, kwa maana ametembea na katoto kaliko na moyo wa utumishi. Heshima inamrejea tena, na heshima inaporudi kwa ajili ya utumishi, utukufu wa Mungu utatembea na mtu huyu, hatajiona bure tena, kwa jina la Yesu. Na moyo huo Bwana aufanyie uundike ndani yako leo. Haleluya. Bwana aumbe huo moyo. Bwana atilie hiyo roho inayoweza kuvuta vitu vya heshima mbele ya utumishi, mbele ya mtumishi huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tamani kama vile ninavyotamani. Bwana akusaidie utamani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe, asifiwe sana. Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Ruth kwa ajili ya kumtunza Naomi na kumtumikia Naomi, Bwana Mungu akamkutanisha na Boazi. Haleluya. Bwana Mungu akafanya nini? Akamkutanisha na Boazi. Kwa maana moyo wa utumishi Mungu hata usahau. Mungu hata usahau. Moyo wa utumishi Bwana hutuza moyo huo, ili Mungu akatukuzwe juu ya maisha ya mwanadamu aliye na moyo wa utumishi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo moyo wa utumishi unaleta matokeo mazuri ya kwamba Bwana ataweka mtu mbele yako ambaye ataleta suluhisho, ataleta badiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Ruth alipokutana na Boazi, kukaanza kuwa na mabadiliko katika maisha yake. Kwa hivyo moyo huu wa utumishi unapokaa ndani yetu kama wana wa Mungu, Bwana anaandaa kitu ambacho kitabadilisha hali yako. Majina yako yanabadilishwa, hali zako zinabadilishwa. Kwa sababu gani? Ya roho ya utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Moyo wa utumishi huona njia iletayo suluhisho. Moyo wa utumishi huona njia iwezayo kuleta suluhisho. Yani moyo wa utumishi hauna kizuizi kwa hali ya maisha ama mazingira, haizuiliwi. Roho ya utumishi hutengeneza, huona njia ya kuleta suluhisho
kwa tatizo ama kwa matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Tuangalie mtu mwingine ambaye alitumiwa pia na Bwana kwa ajili ya roho hiyo ama moyo huo wa utumishi. Amen. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza mlango wa 18. Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 kuanzia mstari wa 3 some hadi mstari wa 8. Kuanzia mstari wa 3, Wafalme wa Kwanza 18 kuanzia mstari wa 3 some hadi mstari wa 8. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake. Na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango. Akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemichemi zote za maji na vijito vyote. Labda tutapata majani tuwahifadhi hai farasi na nyumbu. Tusipate hasara ya hao wanyama wote. Basi wakaigawanya nchi ili wapite katika nchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye. Akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu, ni mimi. Enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huu ni ule wakati ambapo Eliya alizungumza ya kwamba hakutakuwa na mvua wala umande mpaka kwa neno lake. Na kweli mvua zikakoma kwa neno la Eliya. Kwa huo muda ambao Eliya alikuwa amesema hakutanyesha mvua na hakutakuwa na umande. Kwa hivyo kila kitu kikawa kimekauka katika nchi. Na wakati ambapo nchi imekuwa vitu vyote vimekauka, kuna huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa mfalme Ahabu, ambaye alikuwa amejaa uchungu kama panganga kwa ajili ya manabii wa Bwana, akijua ya kwamba Eliya anajiita nabii wa Bwana na ndiye amesababisha nchi yetu imekaa na ukame, kuna njaa, hakuna maji na hakuna nini. Sasa Yezebeli akawa amejawa na hasira. Kazi yake ni kuwatafuta manabii wa Mungu wale wa kweli na kuwaua. Haleluya. Kwa sababu gani? Amewachukia. Ndio amesema ya kwamba hakutakuwa na mvua. Sasa Mungu huyu ambaye hana huruma na watu ni Mungu gani? Tumalizane na hawa manabii ambao wanachukia wananchi, wanachukia watu wetu. Sasa Yezebeli akashika kazi ya kufanya nini? Ya kutafuta manabii wa Bwana na kuwaua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha ajabu katika ufalme huo, kuna mtu ambaye anaitwa Obadia. Haleluya. Ni mtumishi ambaye husimamia vitu vya nyumba ya mfalme. Na mfalme ni huyu ambaye amejaa uchungu kama fira. Na mke wake anatafuta manabii na kuwamaliza. Lakini kumbe katika nyumba ya mfalme tu kuna mtu ana roho ya kumcha Bwana. Haleluya. Napokuwa na hiyo roho ya kumcha Bwana, anawaheshimu manabii wa Bwana. Yezebeli anawatafuta akiwachinja, lakini huyu Obadia anawatafuta akiwaficha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sema utumishi hauzuiliwi na hali, hauzuiliwi na chochote. Haleluya. Huyu Obadia ni mtumishi wa nyumba ya mfalme ambaye
yeye anatafuta manabii wa Bwana akiwachinja, lakini Obadia anatafuta manabii wa Bwana anawaficha. Tena anawaficha akifanya nini? Akiwalisha na kuwanywesha katika pango. Umeona hiyo picha? Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kwamba roho ya utumishi haizuiliwi wala haioni hatari. Haleluya. Unajua hicho kitu alikuwa anakifanya huyu bwana kilikuwa ni hatari sana. Yeye ni mtumishi wa mfalme, lakini kumbe anaficha bado manabii wa Bwana akiwalisha, iwapo mkubwa wake anawatafuta awachinje. Haleluya. Wakati huo Bwana akafanya jambo ya kwamba huyu aliye na roho ya utumishi akutane na Elia uso kwa uso. Kwa sababu gani? Elia ni mtumishi wa Bwana, ni nabii wa Bwana, na ndiye anayeweza kuleta suluhisho katika hii nchi. Bwana asifiwe. Yeye amefanya suluhisho dogo ya kuhifadhi hawa manabii wa Bwana. Wangapi? 100 wamefichwa na Obadia, mtumishi wa mfalme Ahabu. Na mama ambaye angekuwa hapa kwetu nchini angeitwa First Lady, anatafuta manabii akiwachinja, lakini kumbe katikati ya ufalme huo bado kuna mtu ambaye anamcha Bwana, na roho iliyo ndani yake ni ya kumcha Bwana, na anapomcha Bwana anapenda kuwatunza masihi wa Bwana ama kuwatunza manabii wa Bwana kwa gharama, kwa hatari. Haleluya. Yani huyu mtu alikuwa anafanya vitu vya kuhatarisha jamani. Bwana Yesu asifiwe. Ingekuwa Yezebeli alijua huyu Obadia ameficha manabii wa Mungu 100, akawaingiza katika pango wangapi? 50, akiwalisha na kuwanywesha na kuwaangalia kila asubuhi na mapema. Haleluya. Na bado huku anatumikia huyu mkubwa wake ambaye anamwamini sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo roho hiyo ya utumishi jameni haiwezi kutolewa na chochote. Hata kama unakaa kwa bosi ambaye anakaa kama shetani, roho hiyo ya utumishi ikiwa ndani yako, Bwana ataitunza, na anapoitunza Bwana anafanya ukutane na mtu ambaye ataleta suluhisho kubwa katika nchi, katika jamii. Na Bwana ameniambia leo kuna mtu katikati yetu Bwana anamtafuta, ambaye anatia roho ya Obadia, akaleta suluhisho katika taifa, akaleta suluhisho katika jamii, na kwa jumla kwa ujamii wa The Lord's Gathering. Bwana ako naye hapa leo. Haleluya. Na Bwana anamtafuta huyo, akimpata taifa linapona, akimpata manabii wa Bwana wanapona, akimpata amani inapatikana katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Obadia anapewa assignment yake na mfalme. Obadia, tunaona vile ukame ulivyoendelea. Wacha wewe utembee, utafute kila sehemu katika nchi, kila sehemu kuliko na chemichemi za maji. Bwana Yesu asifiwe. Tutafute, pengine tutapata majani huko kwenye chemichemi za maji na vijito. Sasa wanagawanyana nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Obadia, nenda sehemu ya mashariki. Ahabu naye na kundi lake enda sehemu ya magharibi. Sote tunatafuta nini? Chemichemi, mahali tutapata majani ya kulisha wanyama wetu, isije tukapata hasara. Yani wanafikiria wanyama wala si watu. Bwana Yesu asifiwe. Wanafikiria nini? Wanyama. Tutafute majani kwa ajili ya wanyama wetu, ngamia na nyumbu. Wanyama wale wakubwa wakubwa wakupandwa na wafalme, hao ndio walindwe, watafutiwe majani, watafutiwe maji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini si watu. Watu wakipatikana wajipange, wasipojipanga wachinjwe. Haleluya. Lakini Obadia anaitikia mwito na maagizo ya mkubwa wake.
akashika hiyo njia. Maandiko yanasema kila mtu akaenda zake kipeke yake. Basi kumbe Bwana amekusudia. Haleluya. Wakati huo huyu anapotembea peke yake Obadia akutane na mtumishi wa Bwana uso kwa uso. Bwana Yesu asifiwe. Hebu turudie kusoma hapo pasta. Mstari naona ni wa 7. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe ndio Eliya akakutana naye. Akamtambua, akaanguka kifudifudi, akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Ndio. Akamjibu, ni mimi. Enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Ndio. Akamwambia, nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu wakakutafute. Na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakuona. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, Roho wa Bwana atakuchukua uende nisikokujua. Nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu, naye asipokuona ataniua. Lakini mimi mtumishi wako namcha Bwana tangu ujana wangu. Haleluya. Yani hiyo ni mission ambayo inamtia katika hatari. Anajieleza kwa mtumishi wa Mungu huyu Obadia. Kwa maana Eliya kweli amejua ni yeye. Alipomuona anamwambia, ni kweli ni wewe bwana wangu? Anaitikia, ni mimi. Nenda kamwambia Ahabu, basi tunataka kukutane naye, maana nimetumwa na Bwana nikutane naye. Kwa sababu gani? Aleta suluhisho katika nchi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa hapa Obadia anaogopa, maana mtu huyu alikuwa huhamishwa na Mungu kwenda kufichwa, asipatikane, akaingizwa mikononi mwa Yezebeli. Haleluya. Hapa anaendelea kuapiana na mtumishi wa Bwana uso kwa uso. Kwa sababu gani? Roho ya utumishi. Haleluya. Bwana hukuleta mikononi mahali ambapo utapata kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Roho ya utumishi ilimfanya huyu mtu akutane na Eliya ambaye analeta suluhisho katika taifa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo roho hii jamani, tunapoikubali ama tunapoiomba kwa Bwana ikae ndani ya maisha yetu, Bwana atatufanya sisi tupatikane, tukutane na watu wanaoleta suluhisho katika taifa. Analeta suluhisho katika jamii, analeta suluhisho katika ushirika wa The Lord's Gathering. Lakini kwanza anatamani kuona moyo wa utumishi. Haleluya. Huyu mtu jameni alitumika mahali kwa hatari. Tena sasa hivi anaendelea kuona ya kwamba huyu bado anaendelea kuniweka hatarini, ya kwamba niende kwa Ahabu nikamwambie nimemuona Eliya. Je, Bwana Mungu wako akikuhamisha? Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana alikuwa amekusudia ya kwamba akutane na huyo mtu ili suluhisho lipatikane. Iliwezekana kwa sababu gani? Kwa roho ya utumishi ambayo ilikuwa inasababisha hata kuwa na hatari katika maisha ya huyu mtu. Lakini Bwana akamtetea, Bwana akamfanya akutane na mtu aletaye suluhisho katika taifa. Bwana asifiwe. Nasi tunapojitoa kwa Bwana wapendwa, kwa mioyo yetu yote, kwa nguvu zetu zote, roho hii inapokaa ndani yetu ya kupenda kumtumikia Bwana kwa mali zetu, kwa nguvu zetu, roho hiyo itafungua njia ya wewe ukakutane na kichwa mtu ambaye ataleta suluhisho katika maisha yako, atakayeleta suluhisho katika taifa lote kwa jumla, kwa sababu Bwana amekusudia hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Mara nyingi tunasema Bwana nisaidie. Haleluya. Kuna vitu vingi unaombea Bwana kusaidie kipatikane. Na wengine wanasema Bwana nisaidie nipatikane na destiny helpers. Destiny helpers mpendwa, watakuja unapojitoa kumtumikia Bwana. Haleluya. Hawaji hivi hivi. Destiny
haters wanakuja, iwapo utumishi wako umemgusa Mungu, Mungu ameuona utumishi wa huyu, unastahili mtu atakayesimama upande wake ama mbele yake asaidie jambo hili likatendeke. Litatendeka kwa sababu ya moyo wa utumishi ambao Bwana ataupanda ndani yako kwa jina la Yesu. Na hiyo inawezekana iwapo utagundua, iwapo utatambua ya kwamba mimi siko tu kwa ajili ya kukaa kwa kawaida. Kuna kitu cha tofauti, kuna kitu cha kiungu Mungu anaweza kukifanya nami, lakini Bwana anatamani aone ndani yangu kuna moyo wa utumishi ambao unagusa moyo wa Mungu. Haleluya! Moyo wa utumishi unaogusa moyo wa Mungu unafungua mbingu, unafungua njia, unafungua kibali kiwe juu ya mtu ambaye anamtumikia Bwana hata kwa hatari. Haleluya! Kutumika kwa hatari. Yani utumishi huu wa huyu mtu ulikuwa ni wa hatari jameni. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu fikiria, uko chini ya mamlaka ya mtu ambaye anachukia mtu huyu, lakini yeye moyoni mwake anaona watu hawa hawana hatia. Kusema hivyo Elia hakusema tu kwa kusema, alikuwa anataka watu wajue ya kwamba kuna ye Mungu wa kweli ambaye anaweza kufanya mambo yakatendeka, na akisema yakome yatakoma, ili wapate kuamini kwamba kuna ye Mungu wa kweli. Si kwamba alikuwa anamdharau mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ndiposa rohoni mwake kukasukumwa awachukue manabii wa Bwana, awafiche, awalishe kwa gharama yake. Mission hatari. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hakuna mission hatari kwa moyo wa mtumishi. Kila kilichokuwa kinaonekana hatari, yeye kwake anajua kinawezekana, maana Bwana ameniambia nifanye hivi. Bwana Yesu asifiwe. Na moyo huo wa utumishi haogopi hatari. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa utumishi hauogopi hatari. Yeye anaweza kukubali kuhatarisha maisha yake, lakini aokoe maisha ya wengine. Mtu mwenye moyo wa utumishi haogopi hatari ama kinachoweza kuhatarisha maisha yake, ila aokoe maisha ya watu wengine. Roho ya utumishi, na mtu aliye na roho hiyo Bwana atamuhifadhi hata kama kuna hatari. Tusome kitabu cha Joshua. Joshua mlango wa 2. Joshua mlango wa 2 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6. Yoshua mwana wa Nuni akawatuma watu wawili kutoka Shitimu kwa siri ili kupeleleza, akawaambia, enendeni mkaitazame nchi hii na Yeriko. Wakaenda wakafika nyumbani kwa kahaba mmoja jina lake aliitwa Rahabu, wakalala huko. Mfalme wa Yeriko akaambiwa kusema, tazama, watu wawili wa wana wa Israeli wameingia humu leo usiku ili kuipeleleza nchi. Mfalme wa Yeriko akatuma watu kwa Rahabu, akasema, watoe wale waliokuja kwako, walioingia ndani ya nyumba yako, maana wamekuja ili kuipeleleza nchi. Yule mwanamke akawatoa wale watu wawili, akawaficha, akasema, naam, wale watu walikuja kwangu, lakini sikujua walikotoka. Ikawa kama wakati wa kufungwa lango la mji, kulipokuwa giza, watu wale wakatoka, wala sijui walikokwenda. Wafuateni upesi, maana mtawapata. Lakini yeye alikuwa amewapandisha darini, akawaficha kwa mabua ya kitani aliyokuwa ameyatandika juu ya dari. Tusome kwanza mstari wa 8 kuendelea chini. Tena kabla hawajalala akawaendea juu darini, akawaambia wale wanaume, mimi najua ya kuwa Bwana amewapa ninyi nchi hii,
na ya kuwa hofu imetuingia mbele yenu, na ya kuwa wenyeji wote wa nchi wameyayuka mbele yenu, basi tumesikia jinsi Bwana alivyoyakausha maji ya bahari ya Shamu mbele yenu hapo mlipotoka Misri, tena mambo hayo mliowatendea wafalme wawili wa Amori waliokuwa huko ng'ambo ya Yordani, yaani Sihoni na Ogu, mliowaangamiza kabisa. Basi mara tuliposikia hayo, mioyo yetu iliyeyuka, wala haukusalia ujasiri wowote katika mtu awaye yote kwa sababu yenu, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yeye ndiye Mungu katika mbingu juu na katika nchi chini. Basi sasa nawasihi, niapieni kwa Bwana, kwa kuwa nimewatendea hisani, ya kwamba ninyi nanyi mtaitendea hisani nyumba ya baba yangu, tena nipeni alama ya uaminifu. Amen. Bwana asifiwe. Endelea ukasome mpaka huko mwisho kwa masaa yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaangalia utumishi ambao unahatarisha. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu gani? Huyu mwanamke anaitwa mwanamke kahaba, Rahabu kahaba wa Yeriko, mmoja wa makahaba. Fikiri walikuwa wengi huko, lakini huyo ndiye aliangukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Akaona hao watu wawili waliotumwa kuja kufanya upelelezi. Unajua kabisa kitu hicho ni hatari jamani. Bwana asifiwe. Yaani wewe ujue kabisa wewe ni mwananchi wa nchi kama hii ya Kenya, lakini kuna watu kutoka nchi zingine ambao unajua sio wamekuja wakimbizi, ni wapelelezi. Alafu wewe uwaweke uwafiche. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu hatari. Lakini ni kitu gani ambacho kilimsukuma huyu Rahabu kuficha hawa watu? Ni kwa sababu alikuwa na ushuhuda wa Mungu wa Israeli. Haleluya. Ya kwamba Mungu wao watu hawa aliwatetea njiani, na wafalme waliozuka kupigana nao Bwana aliwapatia kushinda hawa watu, wakawapiga wafalme ambao wanajulikana ni wafalme wenye nguvu. Bwana asifiwe. Rahabu anapeana ushuhuda kwa hawa wapelelezi alipofuata hapo darini sasa, maana mfalme tayari ametuma watu na amewaambia mimi hao watu kweli nimewaona, lakini sijui kule walienda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanasemaje? Ya kwamba yeye alikuwa amewaficha katika dari. Kwa nini aliwaficha? Alikuwa na ushuhuda wa Mungu wao. Haleluya. Saa ile wafalme wameenda, wajumbe wa mfalme wameenda kutafuta, anajua hao wataenda kutafuta na hawatawaona, kwa sababu mimi nimewaficha kwa kusudi hili. Haleluya. Anawapandia huko juu. Maandiko inaeleza ya kwamba akaenda huko darini huyu Rahabu, akaongea na wale wanaume ambao amewapatia hifadhi, amewaficha, ya kwamba jameni, nyinyi watu nyinyi hamjui katika nchi yetu watu waliposikia habari za Mungu wenu, watu wameyeyuka katika hii nchi. Kwa maana tunajua, na mimi nimewaficha nikijua ya kwamba Mungu wenu, haleluya, anawapa hii nchi. Mutaingia katika hii nchi, mutatawala, mtaishi hapa. Kwa maana hakuna cha kumshinda Mungu wenu. Nyinyi Mungu wenu ana nguvu. Sasa basi nataka tufanye mapatano. Haleluya. Najua ni dada alikuwa amejua kudili na watu wanaume. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anatengeneza deals. Haleluya. Rahabu amepata watu anatengeneza nao deal. Lakini leo si ya mapenzi, hii ni deal ya kufanya nini? Ya kwamba iwapo Mungu wenu anawapatia hii nchi, mukaimiliki hii nchi, tuandikishiane na nyinyi leo ya kwamba mukiingia katika hii nchi hamutaua jamii yangu. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Jamii ya baba yangu mtawahifadhi hai. Kama vile nimewafanyia hisani jameni, nimewaficha hapa. Wajumbe wa mfalme wameenda kuwatafuta na hawatawapata. Lakini mtakapoingizwa katika nchi hii na Mungu wenu, nifanyieni hisani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni dili poa kabisa, ambayo inatengeneza amani, ambayo inatengeneza usalama, ambayo inaandikishiana uzima wa jamii yake. Kwa sababu gani? Aligundua uweza wa Mungu wa hawa watu. Haleluya. Akasema hawa si wa kuwasafu hiyo masafa hiyo utumishi nyingine. Hawa ni wa kuwaficha, maana wamebeba uweza wa Mungu mkubwa. Na watu hawa wakiingia katika taifa letu, wakiingia katika nchi, wengine na maana najua kabisa watamalizwa, lakini mimi munifanyie hisani. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa anaandikishiana, anawaambia hawa watu, nionyesheni alama ambayo ya kwamba mkiingia, maana mmekubali ya kwamba mtanihifadhi hai, lakini alama yenu itakuwa ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie hiyo alama ni nini. Tusome mlango wa 6. Tunataka ile alama. Mstari wa 18. Hapo ambapo anapewa maelekezo. Tuanzie mstari wa 17 tukiteremka 18. Tuangalie kile ambacho wamekubaliana na hawa watu. Wataweka alama gani ya kuweka ulinzi ili ya kwamba jamii ya huyu Rahabu ambaye amewatunza hawa watu, itakuwa ni nini alama ya kuwapatia usalama? Soma kuanzia mstari wa 17 Pastor. Yoshua mlango wa 2 mstari wa 17. Ndio. Wale wanaume wakamwambia, sisi tunataka tusiwe na hatia kwa ajili ya kiapo hiki ulichotuapisha. Kumbe wameapishwa na mwanamke kahaba jameni. Hebu tuendelee. Angalia, tutakapoingia katika nchi hii, funga kamba hii nyekundu katika dirisha hili ulilolitelemshia. Nawe utawakusanye kwako nyumbani mwako baba yako, mama yako na ndugu zako na watu wote wa nyumba ya baba yako. Itakuwa mtu awaye yote atakayetoka katika mlango wa nyumba yako kwenda njiani, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake mwenyewe, na sisi tutakuwa hatuna hatia. Na mtu atakayekuwa ndani ya nyumba yako, damu yake itakuwa juu ya vichwa vyetu, mkono wa mtu ukimpata. Mlango wa 6 mstari wa 15 na 17. Hapo ndipo tuangalie kilele cha maneno haya ya Rahabu na watumishi wapelelezi wa Joshua. Tunamalizia hapo jamii. Hata mara ya 7 makuhani walipozipiga tarumbeta, Yoshua akawaambia watu, pigeni kelele, kwa maana Bwana amewapeni mji huu. Na mji huu utakuwa wakfu kwa Bwana, mji wenyewe na vitu vyote vilivyomo, isipokuwa Rahabu yule kahaba ataishi, yeye na watu wote walio pamoja naye nyumbani, kwa sababu aliwaficha hao wapelelezi tuliowatuma. Amina. Haleluya. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi wewe, kwa moyo huu wa utumishi. Mwanamke huyu hata hajui Mungu, lakini ana shuhuda za Mungu. Ndiposa anapewa nafasi ya kupata kuishi. Wengine waangamizwa walio wazuri, lakini Rahabu na nyumba ya baba yake, ndugu zake wote, akaambiwa awaweke katika nyumba yake. Na akiweka katika hiyo nyumba, Bwana Yesu asifiwe, anapewa maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maagizo ni haya: ukiingiza watu katika nyumba yako Rahabu, funga kamba nyekundu kwa dirisha hili ambalo natutelemshia nalo. Bwana Yesu asifiwe. Kile umetufanyia sisi ya kwamba tuwe hai mpaka tutatoka tuende zetu, utafunga kamba kwa dirisha hilo, ili tutakapokuja Bwana Mungu wetu akutuingiza katika mji huu kwa vishindo, nyumba zote zitaanguka. Lakini hii ambayo ameweka hii alama, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, watu walio katika hiyo nyumba imewekwa alama na nani? Na Rahabu
wateule wa Bwana, amewaficha watu wa Mungu ambao wametumwa kwa ajili ya mission maalumu. Haleluya. Mission iliyo ilikuwa inaitwa mission chinja chinja. Bwana Yesu asifiwe. Vunja vunja, kila kitu kinavunjika. Ukuta wa Yeriko ulivunjika, manyumba zikaanguka, waliotoka walichinjwa, kuchinjwa na kuangamizwa. Lakini Rahabu, kwa maana aligundua siri. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya kuwatumikia na kuwatunza watumishi ambao wametumwa kwa mission hatari ya upelelezi. Lakini ana shuhuda za Mungu wa hawa watu, akawaficha. Naye sasa anapewa nafasi ya kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana anaweza kukutunukia wewe utakapojua siri hiyo ya kumtumikia Mungu, ukiwa na shuhuda za huyu Mungu ambaye tunamtumikia. Bwana kuonyesha kitu cha kufanya. Bwana atakulinda, Bwana atakutetea katika wakati kama huu ambao umeharibika, kila kitu kimeenda kasoro. Lakini kwako kutakuwa na ulinzi ambao si wa kawaida, ni ulinzi utokao juu. Maana katika wewe kuna roho ya utumishi, kuna alama ya Kalvari ambayo inanena uzima, ambayo inanena amani yako, alama ya msalaba, alama ya damu. Ndiposa hawa watu waliambiwa weke, Rahabu weka alama, kamba nyekundu. Itakapoonekana hiyo nyumba haitaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Basi Bwana asiakusaidie leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana atie roho ya utumishi ndani yako, ili alama hii Bwana anapoiona na anapoona hiyo roho ya kutumika ndani yako, kuwa na usalama kwa maisha yako, kusiharibike. Pengine kukiharibiwa, wewe unakuwa salama, kwa sababu Bwana hukumbuka utumishi, haupotei, katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Rahabu jameni anasalia, kwa maana aliona watumishi wa Bwana akawatunza. Sijui wewe ukiwaona watumishi wa Bwana unawaona aje? Muulize jirani, ukiona watumishi wa Bwana unawaona aje? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umeuliza wewe jirani mwingine, ukiona watumishi wa Bwana unawaona aje? Haleluya. Sijui kama akujibu ama amekuuliza hata yeye. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikuonyeshe, kupatie mfano mdogo. Bwana asifiwe. Tunatumishi wa Bwana wanashinda hapa kwa hii compound. Sana sana wawili. Na kuna mmoja ambaye saa nyingine ugusa moyo wangu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu anaitwa Pastor Juma Rogers Mulo. Bwana Yesu asifiwe. Atahubiri baada ya mchana, akimaliza akai pale kwa mti, kwa kivuli, na kachupa kama maji. Haleluya. Kachupa kama maji. Kwa maana pale ofisi kuna maji. Taketi na hiyo chupa ya maji hapo. Mtumishi wa Bwana na aliowahudumia wameenda njia zake. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu ameenda lunch mahali pake, ameenda kazi yake, ameenda job, ameenda kwake. Lakini pastor ako pale kwa mti na kachupa kama maji anakunywa pole pole. Hapo mpaka masaa yale atajisikia kwenda aende. Haleluya. Haleluya wapendwa. Huyo ni mtumishi wa Mungu katikati yetu Bwana Yesu asifiwe. Lakini hatumuoni. Haleluya. Hatumuoni. Mungu amekusaidia leo jue hiyo. Nimekupa mfano wa mmoja tu. Haleluya. Na unapopata mfano wa mmoja, Bwana kufungue macho uone utakayemlisha. Nasema najipigia debe? Sijipigie debe. Mimi Mungu ananilisha kivyangu. Lakini nakusaidia wewe, nakusaidia wewe, nakusaidia na wewe usiyewaona na kuwatunza. Haleluya. Maombi yako utaomba sana. Maana kuna maombi mengine hayajibiwi mpaka uone mtumishi umulishe. Ambia jirani, kuna mambo mengine mpendwa, utaenda Heaven's Gate. Siku hizi tumepata mahali pako na class. Haleluya. Uende wapi? Heaven's Gate.
ukakae huko 7 days ziishe, ongeza zingine ziishe, mpaka ukirudi hapa unavaa dera kama mama pasta, maana wesi imepotea. Lakini jibu haliji mpaka utumike. Mbia jirani hivyo, mwambie hilo jibu halikuji mpaka uone mtumishi, umulishe, umnyeshwe. Haleluya. Ona Obadia anawaficha, wanatafuta wachinjwe, yeye anawaficha. Wewe umeficha wangapi? Hapa hatuko mafichoni. Bwana Yesu asifiwe. Nchi yetu ni huru, lakini je, Bwana amekuonyesha wangapi unawalisha wewe? Wangapi unawanywesha? Kama chakula ni kubwa, unanywesha wangapi? Nimekupa mfano mmoja tu wa pastor wetu Juma, lakini wewe umelisha wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana akikuonyesha wa kumlisha na kumtunza, Bwana atatuma ulinzi juu ya maisha yako na jamii yako. Haleluya. Wengine wakiangushwa, watoto wako hawataangushwa, maana ni grupu ya hao majenzi. Hata kuambia wasiende, anakuambia mama mimi siendi huko, mimi naenda kusoma. Kunaitwaje kule kwa room ya kusoma huko Buruburu? Library. Ni library. Anaenda huko, maana asipoenda atachekwa na wengine. Lakini ili Bwana mlinde mwanao, ni lazima Bwana kutia moyo wa kutumika, ya kuwaona watumishi unaostahili kuwalisha. Haleluya. Ili Bwana alinde maisha yako, Bwana alinde kazi yako. Sa wengine zikifungwa, wewe utafungua ingine na ingine. Haleluya. Mwambie mwenzako hiyo ni siri, lakini umefunguliwa hiyo siri, maana Bwana anakupenda. Sinaomba usimame. Bwana atusaidie. Roho ya utumishi ipandike mioyoni mwetu, tumtumikie Bwana. Na Bwana anatupatia watu karibu nasi ambapo tunapowalisha na kuwaficha, Bwana ataficha maisha yetu, haitapatikana na hizo shari za ulimwengu. Bwana ataficha watoto wetu, hawatapatikana na marisasi za polisi. Bwana ataficha kazi yako, haitaharibiwa zingine zikiharibika. Kwa sababu gani? Bwana ameona roho ya utumishi unaomgusa Bwana. Bwana ameona utumishi unaogusa moyo wa Mungu, na utumishi unapogusa moyo wa Mungu unafungua njia ya kibali juu ya maisha yako. Kunafunguliwa njia ya ulinzi wa kiungu, kunafunguliwa njia ya kulishwa na Bwana na kutetewa na Bwana, kwa sababu Bwana anawatafuta watu mmoja tu atakayesimama. Haleluya. Hikama seka la payo bazaya. Roho ilikuwa kwa huyu mtu, rika hakababo seta rabazaya, iliyokuwa kwa moyo wa Naomi, iliyokuwa kwa moyo wa Ruthi, moyo wa kutumikia Bwana, ili Bwana hakupatie Boazi mbele yako atakaye kusaidia. Sikuolewa tu, unahitaji msaada wa Bwana. Na siku zote Bwana anafanya kazi na watu, anaweza kugusa mtu iwapo ndani yako kuna moyo kama wa Ruthi. Anapoona nafasi ya kutumika, kwanza macho yako yatafunguliwa na Bwana, hakuonyeshe kitu cha kufanya, hautambiwa cha kufanya ni hiki, maana roho hiyo na moyo huo wa utumishi Bwana hutengeneza njia, akakuonyesha cha kufanya ili ukutane na Bwana katika siku ya shida, ili ukutane na ulinzi wa Bwana wakati wengine wanauawa, ili ukutane na ulinzi wa Bwana wengine wakifilisika. Wewe Bwana anakuinua, maana Bwana amefungua macho yako katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana mpendwa, mwambie Bwana, leo nipe moyo wa utumishi, ambao moyo huo unapokaa ndani yangu sitaona kizuizi, sitaona ya kwamba maisha yamekuwa magumu, maana Bwana anatengeneza njia ya kukusaidia
ili ukutane na mtu ambaye ataleta suluhisho katika maisha yako. Akutane na mtu ambaye ataleta suluhisho katika taifa hili, katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana mpendwa, mwambie Bwana na uhitaji moyo huo, Bwana na uhitaji moyo huo, ili wakati ambapo nahitaji kusaidiwa nawe. Rekeba hakaya masaya, telerekeba satalaba, rimama koka ya masia, talala koya maha, riteleke maha talabasaya. Bwana akuguse mchana wa leo. Unaweza kuja hapa mbele, neema ya Bwana ipo inayokusaidia kupata moyo uwezao kuona, uwezao kusuluhisha, uwezao kuleta kitu, uwezao kuleta mtu atakayeleta suluhisho katika taifa hili. Tunatafuta mtu mmoja alakaya mazaya, na Bwana alisema yupo hapa leo ambaye atasimama kama Obadia. Lelele bakaya basotalaba, ikekala mazaya, ambaye atakutana na Elia, ambaye ataifanya sauti ya Bwana kuonekana katika taifa. Bwana anatafuta mmoja atakayesimama na kuleta suluhisho katika maisha yetu, katika jamii ya The Lord's Gathering, atakayeleta suluhisho kwa taifa la Kenya katika jina la Yesu. Njoo hapa tuombe. Bwana atakugusa wewe, Bwana atabadilisha maisha yako, ili Bwana akutane na maombi uliyoomba siku nyingi. Bwana kalete jibu, Bwana kalete jibu. Maana Bwana ana majibu yawezayo kuleta suluhisho katika maisha yako, awezaye kuleta suluhisho katika jamii yako. Ana utafuta moyo huo. Uko wapi moyo huo? Ukiutaka Bwana na uachilia, ili Bwana kusaidie ukutane na Boazi wako. Utakutana na destiny helpers tu, utakutana na Bwana awezaye kukusaidia maishani mwako. Njoo tumuitie Bwana, atakusaidia, atakutetea wewe. Anaachilia moyo huo uliojaa rehema, uliojaa huruma, uweza kuleta suluhisho katika jamii ya Wakenya, iweza kuleta suluhisho katika jamii zetu, katika jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Ola kaya babo senta rabazaya. Unaweza, unaweza, unaweza Mwokozi, unaweza Bwana, unaweza, 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 unaweza Mwokozi, unaweza Oh Bwana, unaweza, 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 unaweza Mwokozi, unaweza Mwokozi. Nipenda kuomba na yeyote ambaye nasema Bwana, nahitaji moyo huu ambao ulikuwa kwa Ruthi, ambapo sitaogopa